chochote. Sasa wale mnaotuambia Wakristo kwenye Biblia neno Kwaresima hakuna. Je, nyinyi kwenye Qur'ani neno Ramadhani linapatikana aya gani? Ukisoma Qur'ani sura ya 9 aya 36, surati At-Toba, imetajwa miezi mitukufu minne tu. Mwezi Shaaban, mwezi Rajab, mwezi mfungo mosi, mwezi mfungo pili. Hiyo ndo miezi mitukufu. Hakuna aya ndani ya Qur'an inayosema Ramadhani ni mwezi mtukufu. Aya hiyo hakuna. Ramadhani sio mwezi mtukufu. Ukifunga si lazima mtaa mzima wajue. Si lazima kazini kwako wajue. Yaani usiwe kero kwa watu kisa wewe umefunga. Kufunga ni ibada. Ni mambo yako ya kiroho. Ni Mungu anatakiwa ajue umefunga. Naam, kwa neema ya Mwenyezi Mungu na kukaribisha Haradali Media, Haradali TV. Imani ndogo inatosha. Tuanze na Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu kae nasi sote sasa na hata milele. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Uhuru wa Yesu. Mwana kondoo ameshinda. Kristo tumaini letu. Salamu hizi na nyingine nyingi zikufikie hapo ulipo. Langu jina ni Damian Moses Ndimbo. Leo tunazungumzia tofauti ya Kwaresima na funga ya Ramadhani. Wakati Kwaresima inaendelea, kila mwaka ilipokuwa ikiendelea, baadhi ya watu hususan wa dini zingine wamekuwa na maswali mengi. Wanauliza, mbona katika Biblia hakuna andiko hata moja limeandikwa Kwaresima? Yesu hajafunga Kwaresima. Nyinyi Wakristo mnaofunga Kwaresima mnapata wapi? Leo ni siku nzuri, tunaangalia tofauti ya Kwaresima na Ramadhani. Nianze kwanza na lugha. Neno Kwaresima asili yake si Kiswahili. Neno hili lina asili ya lugha za kigeni, Kilatini. Kwa Kiswahili fasaha, Kwaresima maana yake 40. Wenyewe wanasema Kwaresima, unavuta kidogo Kilatini. Kiswahili ni 40. 40 ya nini? Ni kipindi maalum cha siku 40 ambapo Wakristo tunakitumia kwa ajili ya kufunga kabla ya Pasaka. Tunashiriki mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo na tunakufa pamoja naye na kufuka pamoja naye kwa kula karamu ya Pasaka. Kwa kipindi hiki ndio kipindi cha Kwaresima. Ni kipindi cha siku 40 cha kujinyima, cha kufunga. Kwa nini iwe siku 40? Bwana Yesu alifunga siku 40 kama tunavyosoma Injili ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo. Kisha Yesu alipelekwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi, akafunga siku 40 mchana na usiku. Bwana Yesu yeye alifunga siku 40 mchana na usiku. Sisi je, ametuagiza tufunge? Mathayo hiyo 6:16. Tena mfungapo msiwe kama wanafiki wenye uso kunjamana, maana hujiumbua nyuso zao ili waonekane na watu kuwa wanafunga. Amin, nawaambia wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe ufungapo jipake mafuta kichwani, unawe uso, ili usionekane na watu kuwa unafunga, ila Baba yako aliye sirini, na Baba yako aliye sirini atakujazi. Wakristo tumeruhusiwa kufunga, ila
tusiwe kama wanafiki. Ukifunga si lazima mtaa mzima wajue, si lazima kazini kwako wajue. Yaani usiwe kero kwa watu kisa wewe umefunga. Kufunga ni ibada, ni mambo yako ya kiroho, ni Mungu anatakiwa ajue umefunga. Jinyime kwa ajili yako, nafsi yako, na kwa ajili ya Mungu. Kwa tufungi ili kujionesha. Kwa miaka mingi Wakristo tunafunga kwa lazima, lakini funga yetu si ya matangazo, sio ya fashion. Kwa lazima hutakuta neno kwa lazima kwenye Biblia, bali utakuta neno kufunga. Yesu alifunga siku 40, Musa alifunga siku 40, wako manabii kaza wakaza walifunga siku 40, na sisi tunafunga siku 40 maalum kabla ya kushuhudia kula karamu ya Pasaka. Bwana Yesu alipofunga siku 40 alipata nguvu ya kufanya utume kwetu sisi. Kwa Wakristo tunaofunga kwa lazima, hatufungi ili kushindana kula vizuri, kunywa vizuri. Kuna watu wanafunga lakini wanapofungulia yanakuwa ni mashindano ya vyakula. Kunakuwa na bakuli 80 ziko pale. Supu ya pweza, pilau, biliani, samaki wa kupaka, choroko, mbaazi, na bado anaamka usiku wa manane anakula. Kinachomtesa siku ya pili ni kiu tu ya maji. Wakristo tunafunga masaa 12 ya mchana. Ikifika saa 12 jioni tunakula chakula chepesi, kama kuna chai, maziwa, unakula. Ikifika saa 2 usiku, saa 3 unakula chakula cha jioni, kama ni ugali, ubwabwa, pilau, matembele. Ukishamaliza hapo unatakiwa upumzike, ulale. Usile tena chochote mpaka siku ya pili saa 12 jioni. Hii ndo funga namba 1 ya kutokula chochote. Funga namba 2 ni funga ya watu kwenye changamoto mbalimbali. Aidha wagonjwa, wasafiri, watu wana shida mbalimbali. Basi ukiamka asubuhi kunywa chai kidogo, au mchana kula kidogo, ili usije ukapata madhara mengine. Sababu ibada sio mateso ya namna hiyo kwa watu wenye changamoto. Na hii ndo funga ya wengi wanaoipenda, hii ya kula kidogo. Lakini kwa sisi wenye afya njema, ukiamua kufunga kwa lazima ni saa 12 kamili asubuhi mpaka saa 12 kamili jioni. Usile, usinywe chochote. Baada ya hapo saa 12 ikifika kula ulicho nacho. Saa 2 usiku ikifika, saa 3 kula, lala. Usiamke usiku wa manane kula tena. Hautakiwi tena kula baada ya saa 6 kamili usiku kama umeamua kufunga funga hii namba 1 ya kutokula chochote. Sasa wale mnaotuambia Wakristo kwenye Biblia neno kwa lazima hakuna, je, nyinyi kwenye Qur'ani neno la Ramadhani linapatikana aya gani? Ukisoma Qur'ani sura ya 9 aya 36, surati At-Toba, imetajwa miezi mitukufu 4 tu. Mwezi Shaaban, mwezi Rajab, mwezi mfungo mosi, mwezi mfungo pili. Hiyo ndo miezi mitukufu. Hakuna aya ndani ya Qur'an inayosema Ramadhani ni mwezi mtukufu. Aya hiyo hakuna. Na kama kuna shehe yoyote duniani akipata aya moja tu inayosema Ramadhani ni mwezi mtukufu, mimi Damian Moses Ndimbo, Idi mosi, Idi pili nitaswali nyuma ya imamu. Nimesoma tafsiri za Qur'ani zaidi ya 10 ambazo zimetafsiriwa na wasomi wa nchi mbalimbali. Hakuna shehe duniani aliyetafsiri kwenye aya ya Qur'an kwamba Ramadhani ni mwezi mtukufu. Cha kushangaza tu, Shehe Abdalla Saleh Farsi
kwenye tafsiri yake ya Qur'ani pale chini kaongeza maneno, kasema kuna miezi minne mitukufu, kuna miezi minne tu mitukufu na Ramadhani. Neno na Ramadhani kaongeza yeye kwenye maelezo yake, sio aya ya Qur'ani. Qur'ani pamoja na Mungu wenu Allah anatambua miezi mitukufu ni minne tu, hakuna Ramadhani. Nimemsikia Sule kasema Waislamu nchi nzima wanamshambulia. Sule, kafiri wewe, umekosea. Haya mambo kutakiwa kusema public, hayo mambo ungeongea kwenye darasa, ungeongea msikitini tu, yasingerekodiwa. Leo mpaka Wakristo wanajua kwamba Ramadhani haijatajwa kwenye aya. Sule kosa lake nini? Na Waislamu wengi mnaamini Sule ni shehe msomi katika mashehe wakubwa Tanzania, mpaka mnamuita Dr. Sule. Na nina uhakika ikitokea mtu aseme tupige kura kati ya mufti wa Tanzania na Ustadhi Sule, nani atangulie kufa? Waislamu wengi mngesema atangulie kufa mufti. Kwa sababu gani? Sule ni kipenzi chenu. Katika mashehe wanaopendwa Tanzania na waelewa mimi, wa kwanza Mazinge, mnamuita Profesa Mazinge. Wa pili Ustadhi Sule. Huyu Ustadhi Sule ambaye Waislamu mnamuita dokta, kwa miaka mingi amewakosoa sana Wakristo. Biblia kaikosoa sana, hakuna Mkristo kaandamana kalamika. Tunamuona anatapatapa. Leo kaamua kusema ukweli wa imani yake. Kwa nini mnamchukia? Kasema kweli Ramadhani sio mwezi mtukufu. Asubuhi ya leo nimewasikia wadogo zangu Ustazi Shafii, Ustazi Bakozi, na wao wanaitetea, wanashindwa kupinga hoja za Sule kwa hoja, wanaleta porojo. Ramadhani ni mwezi mtukufu, eti kwa kuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani imeshuka Qur'an. Ndani ya mwezi wa Ramadhani watu wanafunga swaumu. Hala jamani, watu walianza kufunga swaumu, kufunga Ramadhani kabla Qur'ani haipo. Pale Maka kuna watu wanafunga, funga yao inaitwa funga ya Ashura, na ni miezi hii mnayofunga Waislamu. Swaumu yao walikuwa wanafunga kabla Uislamu haujaanzishwa na Muhammad, kabla hajazaliwa Muhammad, kabla Qur'ani haijaandikwa na wale Waarabu wanne ambao kazi kubwa alifanya zaidi kukusanya na kuandika chini ya wale mahalifa wa kwanza waliompa nguvu na mamlaka ya kukusanya na kuandika aya za Qur'an. Kwa hiyo unaposema Ramadhani ni mwezi mtukufu, kwa sababu ndani ya Ramadhani kuna watu wanafunga swaumu. Watu walianza kufunga kabla Qur'ani haipo, na Qur'ani haijateremshwa kama ilivyo kitabu. Ni maneno kwa imani yenu alikuwa akipewa Muhammad, yakaandikwa. Kuna watu waliandika Qur'ani, haikushuka kama ilivyo kwenye kitabu. Sasa mimi natoa hoja leo. Tanzania ni nchi ya amani sana. Tunakaa nyumba moja, Waislamu na Wakristo, hatugombani. Kama sisi tunavyowavumilia mnapoichallenge Biblia Ukristo, na nivumilieni tunapowa-challenge imani yenu. Lengo ni nini? Tupate usahihi. Nimesoma Qur'ani nzima, sura zote 114, juzuu 30, aya 6236, maneno 76,373, herufi 322,373,
Makala 508 hakuna aya hata moja inasema Ramadhani ni mwezi mtukufu. Natoa hoja ya pili. Katika uhai wake mtume wenu Muhammad hakuwahi kufunga Ramadhani hii mnayofunga nyinyi leo. Na kama kuna shehe yote duniani ana ushahidi ndani ya Qur'an Muhammad aliwahi kufunga Ramadhani japo kwa sekunde 2 ndani ya Qur'an, alete. Nina ushahidi wa vitabu vingi. Mkitaka andaeni mdahalo nije na begi la vitabu. Muhammad kabla hajawa Muislamu alishiriki kufunga funga ya majahilia, funga ya Ashura. Hiyo ndo funga aliyofunga Muhammad. Muhammad kapewa oda, kapewa agizo, kaamrishwa afunge Ramadhani, lakini hakuna aya kafunga. Aya inasema sura ya 2 bila shaka aya ya 183, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi mlioamini mmelazimishwa kufunga kama walivyolazimishwa kufunga wale waliokuwa kabla yenu. Kwa Waislamu Ramadhani mmelazimishwa, utake usitake funga kama walivyolazimishwa waliokuwa kabla yenu. Sasa mje mtuambie katika Torati, katika Zaburi, katika Injili, toeni aya nani alilazimishwa na Mungu kufunga? Mungu halazimishi watu kumwabudu. Wakristo kuabudu ni hiari yako wewe, kwa kuwa Mungu hakulazimishi. Mungu kaweka utaratibu tumwabudu. Ni wajibu wetu kufunga, wajibu wetu kusali. Mungu halazimishi mtu. Ndio maana kaweka njia 2. Kuna moto kushoto, uzima wa milele kulia. Ukiamua kutii unaingia kulia, usipotii moto unakusubiri. Mungu halazimishi, lakini Qur'ani imelazimisha. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hata mimi ni mngoni Mswahili, nimesoma Kiarabu kwa lahaja yangu. Ukiona Kiarabu changu sio kizuri sana, soma cha kwako. Maana mtume wewe anasema Qur'ani imeteremka katika lahaja 7 na mimi ni lahaja yangu na wewe una lahaja yako. Aya inasema mmelazimishwa kufunga kama walivyolazimishwa wa kabla yenu. Nataka shehe yote aje aniambie waliokuwa kabla ya Uislamu waliolazimishwa kufunga ni akina nani? Walifunga funga ipi? Ilikuwa ya siku ngapi? Maana Musa hakulazimishwa, alifunga siku 40. Yesu hakulazimishwa, alifunga siku 40. Sisi hatujalazimishwa, tunafunga siku 40. Hao wanaolazimishwa kufunga akina nani? Kama kuna Muislamu duniani nchi yoyote anahitaji tufanye mdahalo, Biblia nijibu, tupo tayari. Siko peke yangu, nina jopo la watu. Yaani Yesu ana watu kuliko mzee Mpili wa Yanga. Mzee wetu sisi Simbaolanga yuko hai mzima kabisa. Tumuombe na tumkumbuke, kumpelekea hela ya supu. Kafanya kazi kubwa sana nchi hii na wenzake waliotangulia, mzee Anthony Mtambo, mzee Moses Ndimbo na wengine. Nitaambia mzee Simbaolanga kaa pembeni, weka kazi yako ni kutuombea tu. Vijana tutafanya kazi. Mwalimu Kobelo yupo, Mwalimu Mushi yupo, Daniel Mwankemwa yupo, Nelson Anderson Myahudi yupo, Shedrack Mwansonya
Abeli Suleiman, Mesha Kisalum na timu nzima, Medad Kiabashasha, Mwalimu Gaspar, Zebedayo Mwangunda. Yaani nikiamua kutaja listi ya walimu hapa tunafika kesho. Walimu wapo, ajitokeze mtu yoyote agharimie vifaa, ukumbi, tuje sisi na Waislamu tujadiliane kuhusu Kwaresima, kuhusu Ramadhani. Muhammad mpaka anakufa hajawahi kufunga Ramadhani. Muhammad mpaka anakufa hajawahi kutamka kwa kinywa chake kwamba Ramadhani ni mwezi mtukufu. Mnapowashutumu wa Kristo mnafunga Kwaresima, hakuna andiko. Mimi nikikuuliza wewe, ndani ya Qur'an andiko gani limetaja neno nguzo 5 za Uislamu? Kuanzia surati Fatiha mpaka surati Nas, hakuna aya hata moja imetaja nguzo 5 za Uislamu. Waislamu leo hawamwamini nguzo 5. Weka hilo pembeni. Kuanzia surati Nas mpaka surati Fatiha hakuna aya hata moja imetaja nguzo 6 za Waislamu. Nguzo 6 za Uislamu. Je, Waislamu hamwamini nguzo 6 za Uislamu? Haya, basi niwape changamoto nyingine ndogo. Neno swala 5 inapatikana kwenye aya gani kwenye Qur'an? Neno swala 5. Siongei kwa hasira wala siongei kwa jaziba, ndo ongeaji wangu. Mimi sio padre. Mimi sio askofu. Mimi ni mwinjilishaji, mwinjilisti, misionari, katekista, mwalimu. Kwa ndio sauti yangu kidogo ya ukali. Lengo tu tunaelimishana. Mnaotuambia Wakristo tunakosea kufunga Kwaresima, Yesu haijui Kwaresima, tunaomba majibu. Muhammad mpaka anakufa anaijua Ramadhani? Alifunga Ramadhani mwaka gani? Mungu wenu anasema kuna miezi mitukufu 4 tu. Shafii anasema Ramadhani ni mwezi mtukufu kuliko miezi yote 12. Yani anamkosoa Mungu wake. Nimewaona YouTube Shehe Shafii na Shehe Ibrahim Bakozi mnasema hivi, utukufu wa mwezi wa Ramadhani yani ni mzito kuliko miezi yote 12. Mungu kasema mwaka una miezi 12, miezi 4 tu ndio mitukufu, Ramadhani hajautaja. Shafii unasema hapana, Sule muongo, ala muongo, Ramadhani ndi mwezi mtukufu kuliko miezi yote 12. Kwa aya ipi? Hii ndio tofauti ya kwanza. Nimemchanganya rafiki yangu Bakozi. Bakozi amezungumza sana juu ya Qur'ani, ni tiba, lakini sio panado. Maneno yake yale ni tiba. Sasa mbona baadhi ya mashehe mnawashutumu? Kuna wale wataalamu wanaotibu uganga wa kitabu, wanatumia Qur'ani. Je, wako sahihi? Yaani kwenye vilinge vyao vya uganga Qur'ani inatumika. Wako sahihi hawa kutumia Qur'ani kutibu? Hilo pia muondoke nalo. Ni waombe wa Kristo popote pale duniani, sisi tuendelee kufunga Kwaresima. Usiyumbishwe na mitandao ya kijamii. Shetani yupo kazini, anapambana kuhakikisha Ukristo unakufa. Shetani kasahau ahadi ya Yesu. Anamwambia Petro, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda.
Hata ikitokea leo maaskofu wote shetani kawapitia, wameamua kuwa Waislamu, Ukristo hautakufa, kanisa halitakufa. Ndio mjue nguvu ya kanisa. Ndio maana Wakristo hatubabaiki, hatuhangaiki na maneno yenu wapinzani wa imani yetu, ila hatupaswi kukaa sana kimya. Tunakumbushwa na Mfalme Suleimani kwenye Misali, tuwajibu wapumbavu sawasawa na umbavu wao. Maana kuna baadhi ya vitu visivyojibiwa itaonekana vya kweli. Leo tumeanza kujibu. Lazima ni siku 40 za kufunga. Ramadhani sio mwezi mtukufu. Muhammad mpaka anakufa hajawahi kufunga Ramadhani. Ndani ya Qur'ani hakuna andiko linalosema Uislamu una nguzo 5, Uislamu una nguzo 6 za imani, Waislamu waswali swala 5. Neno swala 5 hakuna. Sasa wito wangu kwa rafiki zangu Waislamu, ndugu zangu, wadogo zangu, hata mimi kwenye ukoo wetu tunao Waislamu. Kwa majibu haya tuendelee kupendana, wala usinichukie. Mbona mimi simchukii Sule, simchukii Mazinge, Shafii, Kinyogoli? Ingieni katika mitandao, wanaongea mangapi mazito juu ya Ukristo. Sisi mbona tunawaangalia tu, wanapita wale, tunaombana chumvi. Na mimi chukueni haya niliyosema myafanyie kazi. Upendo wetu, undugu wetu, urafiki wetu uendelee. Hii ndio Tanzania. Mwisho natoa wito kwa Wakristo. Kama kuna Mkristo yoyote duniani anaweza kutuwezesha fedha tukagharimia ukumbi, vipaza sauti na maandalizi mengine, tuko tayari kuandaa mdahalo wa amani. Tukamwita Sule, tukamwita Mazinge, tukamwita Shafii na mashehe wote, Shehe Mwaipopo, tukakaa nao tujadiliane mjadala huu wa Ramadhani, wa Kwaresima, wa Pasaka. Kuna faida kubwa watu wataipata, na gharama sio kubwa sana, haizidi hata milioni 5. Tunakodi ukumbi, tunafanya ipaza sauti, tunafanya matangazo. Walimu watakao kuja watapata posho kidogo, wasishinde pale bure. Tutarekodi mjadala mzima, i dunia nzima ijue ya kwamba Ukristo una uwezo wa kuishi bila Uislamu. Katika imani yetu wa Kristo tunaishi bila chochote cha Waislamu, lakini Uislamu hauwezi kusimama mpaka kila Muislamu aamini Torati, Zaburi na Injili. Je, nani yuko juu ya mwenzake hapa? Narudia tena, Mkristo imani yake haikamiliki kwa kuamini lolote kuhusu Uislamu, lakini Muislamu imani yake haiwezi kukamilika. Huwezi kuwa Muislamu, huwezi kuingia peponi kwa hala kama huamini Torati, Zaburi na Injili. Kati ya Mkristo na Muislamu, nani yuko juu ya mwenzake? Tukutane kwenye mdahalo, tukutane kwenye vitabu. Acha vitabu vise